Itukuzwe damu ya Kristo. Katika mwendelezo wa novena hii ya Pentekoste, siku hii ya pili, tunaalikwa kutafakari juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu sisi kama wafuasi wa Kristo. Mama Kanisa anafundisha kwamba Roho Mtakatifu si nguvu ya Mungu, bali ni Mungu mwenyewe anayefanya kazi ndani ya watu wake. Tangu siku ya ubatizo wetu, Roho Mtakatifu amewekwa ndani yetu kama muhuri wa uthibitisho wa sisi kuwa wana wa Mungu. Katika Injili itakayosomwa leo, tutasikia Yesu akiwaandaa wanafunzi wake kwa kipindi kigumu cha mateso yake. Tunaposikia juu ya Injili hii, tunapelekwa moja kwa moja mpaka kupaa kwake Yesu Kristo. Na kabla ya Kristo kupaa kwenda mbinguni, aliwaona wanafunzi wake wakiwa na huzuni na hofu. Walikuwa wameacha kila kitu kwa ajili ya kumfuata yeye. Lakini sasa walihisi kama wanabaki peke yao. Na Kristo anawaahidia Roho Mtakatifu anayeshuka siku ya Pentekoste. Na baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, wanajazwa nguvu mpya, na hapo ndipo kanisa lilipoanza kuonekana wazi duniani. Hata sisi katika maisha yetu ya leo, kuna nyakati nyingi ambazo tunajikuta dhaifu kiroho, na kuna wakati ambao tunapambana na dhambi kwa muda mrefu bila kuona mabadiliko. Katika hali hizi zote, kanisa linatufundisha tusikate tamaa, bali tumtegemee Roho Mtakatifu anayefanya kazi ndani ya mioyo yetu. Hivyo leo katika siku hii ya pili ya novena kwa ajili ya Pentekoste, tumombe Mungu neema ili basi kama Bikira Maria na mitume walivyodumu katika sala wakimngojea Roho Mtakatifu aliyeshuka siku ya Pentekoste, nasi pia tuendelee kudumu katika sala, sakramenti na kulitafakari neno la Mungu. Itukuzwe damu ya Kristo.